Bwana, moja kati ya tetesi ambazo kwa sasa zinazungumzwa mitandaoni zinamhusu aliyekuwa beki wa klabu ya Wekundu wa Msimbazi Simba Enock Inonga Baka, raia kutoka Kongo ambaye kwa sasa anakipiga ndani ya klabu ya FAR Rabat. Sasa taarifa zinamzungumza Enock Inonga Baka kuhusishwa na klabu ya Yanga. Sasa unaambiwa kikosi cha Yanga wakati kikianza maandalizi ya mchezo wa ugenini wa ligi kuu bara dhidi ya Fountain Gate, lakini pia kulikuwa kuna taarifa kwamba mabosi wa klabu hiyo wameanza hesabu za kumrejesha nchini beki wa zamani wa klabu ya Simba Sports Club Enock Inonga anayepiga kwa sasa ndani ya klabu ya FAR Rabat, kama ambavyo nimekujuza kutoka kule Morocco. Bwana, Inonga alikuwa kwenye hesabu za Yanga hata kabla ya kutoa Msimbazi na kuitumikia kwa misimu miwili, lakini umafia uliofanyiwa mabosi wa Jangwani ndio uliowanyima kupata huduma ya beki huyo wakati, ila kwa sasa inaelezwa viongozi wa klabu hiyo wameamua kumfuata tena ili atoe kikosini, na inaelezwa Yanga imeonyesha nia ya kutaka kutimiza hesabu walizokuwa nazo tangu beki huyo alipokuwa DC Motema Pembe ya DR Congo kabla ya Simba kumnasa kwa mkataba wa miaka miwili. Habari kutoka ndani ya klabu ya Yanga zinasema tayari mabosi wa klabu hiyo wameanzisha mazungumzo na FAR Rabat ili kuona kama kuna uwezekano wa kuipata saini ya beki huyo, kwa vile bado ana mkataba wa mwaka mmoja na kikosi hicho kilichomsajili msimu huu kutoka ndani ya klabu ya Wekundu wa Msimbazi Simba. Beki huyo wa kimataifa wa DR Congo anapigiwa hesabu za kuja kuongeza nguvu eneo la ulinzi la Yanga linaongozwa na Dickson Job na Ibrahim Hamadi Baka, nyota ambao ni panga pangua kikosi hicho na hata timu ya taifa ya Tanzania. Lakini pia taarifa zinaeleza kwamba Yanga ina uhitaji mkubwa wa kusajili mchezaji wa eneo hilo, ila kuhusu nani anakuja mapema kuzungumza kwa sasa, lakini mchakato unaendelea. Majina ya wachezaji wanaotazamwa kwa ajili ya kuongeza nguvu eneo hilo tumekuwa tukilifanyia kazi kwa muda sasa, yapo mezani na tayari yameanza kufanyiwa mchakato. Jina la Inonga ni miongoni mwao, alisema mtoa taarifa ambaye hakutaka kutajwa jina lake. Kwa hiyo moja kati ya tetesi ambazo zimeendelea kuzungumzwa ni kuhusiana na Enock Inonga Baka ambaye anatajwa kwamba pengine huenda kwenye dirisha dogo la usajili akawa sehemu ya kikosi cha klabu ya Yanga. Sasa ukiachana pia na taarifa hiyo, tetesi za Enock Inonga Baka bana, taarifa nyingine ama tetesi nyingine zinamhusu fundi kutoka ndani ya klabu ya Petro de Luanda kutoka kule Angola, Gilberto da Silva ambaye aliwahi kuhitajika na Yanga Afrika, ila mwamba aliamua kutoa Afrika Kusini, ambapo kwa sasa mambo yamemwia magumu na ametolewa kwa mkopo kurudi ndani ya klabu yake ya Petro de Luanda. Sasa taarifa kutoka nchini Angola zimethibitisha kuwa yupo tayari kutoa ndani ya klabu ya Yanga na kilichosalia ni wao wenyewe wananchi. Ndicho pia ambacho kimeendelea kuzungumzwa kwenye mitandao kuhusiana na Gilberto Miguel da Silva ambaye moja kati ya viungo washambuliaji ambao wamefanya vizuri sana wakiwa ndani ya klabu ya Petro de Luanda ya Angola. Kwa hiyo ni moja pia kati ya majina ambayo yameendelea kuhusishwa ndani ya klabu ya Yanga kwenye tetesi za usajili kuelekea kwenye dirisha kubwa la usajili. Kwa hiyo ni moja pia kati ya taarifa ambazo nimeona ni kusogezea kuhusiana na tetesi hizo. Wakati tukisalia pia ndani ya klabu ya Yanga, unaambiwa pia mwamba wa Lusaka Triple C Clatous Chota Chama, mara baada ya tetesi kuwa zinazungumzwa kwamba ame-unfollow ukurasa wa klabu ya Yanga na amefollow pia ukurasa wa klabu ya Wekundu wa Msimbazi Simba, na kuna tetesi ambazo zinazungumzwa kwamba huenda asiwe sehemu ya kikosi hicho kwa msimu ujao na akarejea ndani ya klabu ya Wekundu wa Msimbazi Simba. Bwana, tetesi zinazungumza kwamba kiungo huyo mshambuliaji raia wa Zambia Triple C anatarajia kuongeza mkataba wa kusalia ndani ya klabu ya Yanga kwa msimu unaokuja. Mwishoni mwa msimu atasaini kandarasi ya kusalia Jangwani, na ni moja kati ya taarifa ambayo inazungumza hivyo kwamba mwamba wa Lusaka Clatous Chota Chama huenda akaendelea kusalia ndani ya klabu ya Yanga mara baada ya taarifa kuzungumza kwamba anakwenda kuongeza mkataba mwingine. Lakini tunafahamu kwamba Yao Kwasi ni moja kati ya wachezaji ambao wamekaa nje kwa muda mrefu sana wakiuguza majeraha yao. Sasa taarifa zinazungumza kwamba beki wa kulia wa Yanga Yao Kwasi hatocheza mechi yoyote ile katika msimu huu zilizosalia, na hii ni baada ya kuumia kwa mara nyingine tena. Na tuliona pia taarifa ambazo zilitoona klabu ya Yanga kwamba Yao Kwasi amerejea na ameendelea kufanya mazoezi na klabu yake. Sasa hii ni taarifa nyingine mbaya kwa klabu ya Yanga
ambayo inaeleza kwamba Yao Kwasi baada ya kurejea kutoka kwenye majeraha amepata tena majeraha na hatakuwa sehemu ya kikosi kwa msimu huu. Kwa hiyo ni moja kati ya taarifa mbaya ndani ya klabu ya Yanga, na mara baada ya taarifa hii sasa idadi ya wachezaji ambao wanaendelea kukosekana ndani ya klabu ya Yanga inaendelea kuongezeka mara baada ya Pacome Zouzoua kuumia kwenye mchezo dhidi ya Azam, lakini pia tuliona kwa sasa Khalid Aucho ni moja kati ya wachezaji ambao pia wanauguza majeraha mara baada ya kuumia. Sasa Yao Kwasi pia anaongeza ile idadi ya wachezaji ambao wanaendelea kukaa nje wakiuguza majeraha. Kwa ni moja pia kati ya taarifa ambayo ni mbaya kwa upande wa klabu ya Yanga, lakini good news ni tetesi ambazo zimeendelea kuihusisha klabu ya Yanga na baadhi ya wachezaji akiwemo Henock Kinonga Baka, lakini pia Gilberto anayetoka ndani ya klabu ya Petro de Luanda. Lakini pia tuliona taarifa nyingi ama tetesi zikimhusisha pia Soa ambaye anakipiga ndani ya klabu ya Singida Black Stars kwamba huenda kwenye dirisha kubwa la usajili akawa ni sehemu ya kikosi cha klabu ya Yanga. Lakini pia kwa upande wa Faisal Salum Feitoto, moja kati ya tetesi ambazo pia zimeendelea kuzungumzwa kwamba Yanga wanafanya juu chini ili kuweza kumrejesha kiungo huyo ambaye anakipiga kwa sasa ndani ya klabu ya Azam, na taarifa ama tetesi zinaeleza kwamba Faisal huenda akatoa ndani ya klabu ya Yanga kuja kuziba pengo la Stefano Aziz Ki ambaye yeye pia anatajwa huenda msimu ujao asiwe sehemu ya kikosi cha Yanga mara baada ya ofa nyingi ndani ya klabu ya Yanga kutoka kwenye vilabu mbalimbali barani Afrika wakiwemo Wydad Casablanca, Kaizer Chiefs, FAR Rabat pamoja na Raja Casablanca ambao wameonyesha nia ya kumhitaji Stefano Aziz Ki. Kwa hiyo ni moja pia kati ya tetesi ambazo zimeendelea kuzungumzwa kutoka ndani ya klabu ya Yanga. Lakini pia kama ambavyo nimekujuza kwamba baadhi ya wachezaji wa Yanga ambao wataendelea kukosekana kwenye michezo iliyosalia. Tunafahamu tarehe 21 Yanga wanakwenda kukipiga dhidi ya Fountain Gate kwenye mchezo wa ligi kuu soka Tanzania bara, mchezo wa NBC, mchezo ambao ni muhimu kwa klabu ya Yanga ili kuweza kujikita kileleni, lakini pia ni muhimu kwa klabu ya Fountain Gate ili kuweza kujinasua kutoka kwenye zile nafasi za chini. Kwa ni moja kati ya mchezo ambao kila upande unahitaji alama 3 muhimu. Kwa hiyo wakati tukielekea kwenye mchezo huo ama wakati maandalizi yakiendelea kuandaliwa kuelekea kwenye mchezo huo, tetesi mbalimbali zimeendelea kuhusu klabu ya Yanga juu ya baadhi ya wachezaji ambao pengine huenda wakawa sehemu ya kikosi hicho kwenye dirisha kubwa la usajili, lakini pia tetesi zikiwahusu baadhi ya wachezaji wa Yanga ambao unatajwa huenda wakaondoka. Nafahamu bado dirisha kubwa la usajili halijafunguliwa, lakini tetesi zimeendelea kuzungumzwa kwamba kuna baadhi ya wachezaji ambao wameendelea kutajwa na kuna wachezaji ambao wameendelea kutajwa kwamba huenda wakatua, wengine wakaondoka ndani ya klabu hiyo ya Yanga. Usisahau kusubscribe, like na kubonyeza alama ya kengele. Asante.